Kwa majina naitwa Anet Ernest Joseph, ni mkazi wa Zanzibar. Mimi kwa upande wangu naizungumzia ama nafurahia kweli uwepo wa tarehe 8 mwezi wa 3 ambayo ni sikukuu ya wanawake ambayo inasherehekewa kimataifa, sio tu Tanzania. Kwa sababu gani? Kwanza siku hii iliwekwa maalum kwa sababu wanawake ni kiumbe ambacho kinakutana na changamoto nyingi ambazo kwa upande tunaamini kwamba mwanamke peke yake hawezi, ila wanakutana na changamoto, wanapigana kuzitatua. Ndio maana hii siku ikawekwa ili kuadhimisha, kwa sababu tunajua mwanamke ni mama. Mama ni mtu ambaye anatengeneza jamii, mama ni kioo cha jamii. Kwa hiyo siku hii iliweka ili kuhamasisha wanawake wajue kwamba wao ni watu wa muhimu, ingawa wanapitia changamoto nyingi, lakini ni watu wa muhimu. Alafu kitu kingine ni kwamba tarehe hii huwa inakutanisha wanawake wengi zaidi, kukutanika sehemu mbalimbali. Kwa majina anaitwa Hadia Omar Mjaka, ni mkazi wa Mwera. Kuelekea siku ya wanawake duniani, na washauri kwamba sisi mabinti tujue kwanza kuwa sisi ndo mama wa kesho. Pia tunatakiwa kupambana na maisha, tusitegemee labda fulani atatusaidia, ila tujiamini kwamba sisi tunaweza. Pia tujitokeze kushiriki katika fursa mbalimbali kuonesha kwamba sisi wanawake tunaweza. Pia tukumbuke kwamba sisi wanawake, sisi mabinti ndio akina mama wa taifa la kesho. Kwa majina naitwa Asia Abdul Mahmud. Mimi ni mwanafunzi wa chuo cha habari Suza, naishi Jang'ombe. Niko hapa kwa ajili ya kuelezea kidogo tu siku ya wanawake duniani, ambayo siku hiyo inakuwa ni kumbukumbu kubwa kwa wanawake. Pia tunajivunia kuwa na siku hiyo, kwa sababu tunakuta sasa hivi wanawake wana maendeleo mengi sana, kama vile rais wetu Tanzania tunaona kama ni mwanamke, lakini sio rais tu, mawaziri. Kwa hiyo tunajivunia kuwa na siku hii. Jina naitwa Zaina Ali, naishi Mwera Hawaii. Naizungumzia siku hii ya wanawake duniani kwa kuambia wakina mama, kwanza kuwapa elimu vijana wasichana kwa ajili ya kujilinda wao kusana masuala ya udhalilishaji, kuwapa elimu ya kutunza kwanza miili yao, kuwapa elimu ya kuhamasisha jinsi gani ya kuishi na watu ili kuepukana na vitendo hatarishi hususan kwa wanawake. Pia natoa ushauri wa kina mama kuwaweka ukaribu watoto wao, kujua menendo yao, kujua ukaribu wao na vikundi ambavyo wanavyoshiriki wakiwa mbali na watoto wao. Nikumbuke pia bila wanawake singezaliwa. Wametuweza kuwa tumboni miezi 9, lakini pia maendeleo mengi ambayo wanatupa, wametunyonyesha. Kwa hiyo ni fursa ama ni faraja kubwa kwenda kuwapa support, aidha kwenda kununulia nguo nzuri kuvaa, kuwapa vyakula vizuri na kuwafanya wajisikie wenye tabasamu na fanaka na burudani. Fahamika kama Akram Ali, ni mkazi wa Tunguu. Kuelekea siku ya wanawake duniani, siku ambayo inaadhimishwa kila tarehe 8 mwezi wa 3, kwenye masuala mazima ya siasa, kuangalia mafanikio ya wanawake kwenye siasa, elimu na maeneo ya kiuchumi. Kwa sasa hivi tukiangalia kutokea karne na karne mpaka kuanzishwa kwa siku ya wanawake mpaka sasa hivi wamepiga hatua kubwa sana duniani. Ukiangalia wanawake wamekuwa, kwa mfano tu ukiangalia kwa kiongozi mkubwa nchi yetu ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mwanamke, ambako anaongoza kwa ufanisi mkubwa na anafanya majukumu yake yanapaswa.